Mimi ni Mzalamo jamani. Kwa hiyo lazima nianze na kionjo changu cha Kizalamo. Huwa nakipenda sana Dula Mbabe. Afile munu, asigale munu. Najua kwa muda wote huu sasa hivi takribani wiki 2 ama 3 jina letu limekuwa baya sana 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 kwenye magrupu ya Simba. Mimi kila nikiingia tu takuta vipande vimewekwa kule, watu wanaanza kuvishambulia hapo. Kumbe muda wote alikuwa anapambana, alikuwa anatafuta ugali. Sasa tayari ugali kashaupata sasa. Anaanza kuongea maneno ya hovyo. Maneno yasiyokuwa na maana. Kwa hiyo vile vipande kiukweli vikifuatilia mimi huwa vinanisononesha kwenye moyo wangu. Na wengine walienda mbali baada ya mechi na Esperance de Tunis. Nilitoka nje nikamkuta mtu wa Yanga anaojiwa, akatokea mtu ambaye ananijua zaidi akanifuata akanipeleka pale. Nikamwambia mimi nishafanya kipindi naondoka. Akanipeleka pale kunibananisha. Watu wa Simba walikuwa wananiangalia sasa nitazungumza nini? Kwenda pale nazungumza kitu tofauti na wao kwenye fikra zao. Pale nikaona wanaanza kuongea, wakaona haitoshi. Wanifikie wanivamie ili wafanye kile wanachoona kinafaa. Mmoja akafika akanisukuma. Nikamwambia, "Brother, samahani sana. Ulikotoka nyumbani kwako hujaja na mimi uwanjani. Na mimi nilivyotoka nyumbani kwangu sijakupigia simu twende Benjamin Mkapa. Kila mmoja alikuja kwa nauli yake, alikata kiingilio chake, akaja kuiona Simba yake. Sasa unaponisukuma wakati natoa maoni yangu, unamaanisha kwamba mimi ndo Alassane Kante? Maana mimi ndo unanisukuma, maana Alassane Kante ndo karudisha mchezoni. Wale jamaa wanapata goli wanasema kumbe muda bado unaruhusu, tunaweza kupata na lingine, na kweli wamepata na lingine na penalti juu. Wameshindwa wenyewe kutufunga. Ngoma inaisha pacha. Wewe unanisukuma mimi, kisa unataka mimi nikae kwenye mic, niongee unachotaka wewe. Ni kitu ambaye hakiwezekani. Never. Yaani wewe sahau. Kama uninifuatilia mimi kama mdau wako naipambania klabu, endelea kunifuatilia kwa kile ambaye ninachokizungumza mimi, maana nishaona kule nakoenda. Siwezi kuona kwamba mchezaji ndo kakosea pale uwanjani, niende nikamlaumu mtu sio. Yaani kuumwa au bundi lakini sindano akachomwa kisozi. Kwa sababu ni kindege ambaye kinapiga sana kelele. Yule kwa mimi niliona pale wana Simba tungekuwa kweli tuko kitu kimoja. Tungegonga pale kwamba mchezaji huyu katukosea, kafanya kitu sio. Tumjadili yule ili ajue majukumu yake, akuja Simba kutembea, kaja Simba kufanya kazi. Leo tunajua kina Enonga tuko nao. Kwa nini hatuko nao? Sio ameondoka kwa sababu ya kutufelisha. Chema Lonifondo kwa nini hatuko naye? Si alitoa pasi kama zile. Kwa nini hapa zangeendelea kuwepo? Lakini kwa sababu sisi tunajua moja kwa moja shida ni viongozi wetu, basi tumekaa kwenye midomo ya viongozi wetu. Na viongozi wenyewe tuliowachagua ndio tumekaa kwenye midomo hiyo. Mimi Mangungu kila siku nakaa nampigia kelele Mangungu kwa sababu moja tu. Mangungu wakati anaiomba Simba, kuna mtu kajiuzuru ndani ya Simba. Tujiulize kwa nini kajiuzuru ndani ya Simba? Wakati anajiuzuru ndani ya Simba Said Mkwabi alituambia kabla hajajiuzuru Simba kuna 1, kuna 2, kuna 3. Nguvu imekuwa ndogo upande wangu. Kwa hiyo itafika mapindi nitashindwa. Sio kukaa kwenye maiki kama hivi. Ametuita na akatuambia, sisi tulikuwa tunalijua hilo. Mwisho wa siku tunasikia kwamba anajiuzuru, anasema familia yake iko mbali, familia yake iko Tanga. Wakati anachukua fomu kuomba Simba familia yake iko wapi? Ilikuwa Mbagala au ilikuwa Oysterbay? Maana yake alizunguka Mbuyu, watu wametoka kwenye msoto wa miaka 5. Nikisema shida, nitaonekana mimi ni adui kwa sababu watu akili zao zote zimelala kwa Mo. Na hata katiba inapitishwa, watu pale wameenda Mo ili mwadi katiba ipitishwe, watu wafanyaje? Wapate furaha. Na wana Simba hawapo kwa ajili ya kutaka Isa. Masuala ya Isa wengi kwanza hawayajui. Sisi Simba 100% tunataka furaha. Mimi kama inawezekana ule mchakato uchukuliwe ufungiwe kabatini. Uwe haupo kabisa. Turudi kule. Kuna vilabu vingapi duniani haviendeshwi kwa mfumo wa Isa? Na vinafanya vizuri. Au vilabu vyote vinaendeshwa kwa mfumo wa Isa? Ule mfumo kama inawezekana, tusihangaike nao tukupata shida hapa. Kumuuguza mgonjwa ambaye kila siku aponi. Uchukuliwe ufungiwe kwenye kabati, fungia kule. Turudi kwenye mfumo wa zamani tu. Sports hao hapo kibao saizi wanakuja. Waje wadhamini wengine waje, kwa sababu mpaka sasa hivi ukiniambia kwamba tuna bodi ya wakurugenzi kwa katiba yetu ya klabu ya Simba, kwa sababu mimi mwanachama na naifahamu ile katiba. Bodi ya wakurugenzi, huwezi kuwa na bodi ya wakurugenzi ya pande mbili na kati kampuni bado. Kuna Simba Company Limited mpaka sasa hadi tuwe na bodi ya wakurugenzi. Bodi ya wakurugenzi inaundwa baada ya kampuni kukamilika. Mpaka leo kampuni hakuna. Bodi ya wakurugenzi inafanya nini Simba? Maana yake ni bodi kimvuli, lakini bodi hiyo kimvuli ndio inafanya kazi Simba muda wote. Lakini huyu Mangungu tumempa zamana aende akafungue ile milango ambayo imefungwa, lakini alivyoingia kule ameshindwa kutoka na kutuambia bemani ile milango mnataka niifungue. Imekuwa migumu kufungua kutokana na mazingira jinsi yalivyo. Anafanya kazi zake kimya. Kwenye kutoka sasa kwenye kuwajibu watu ndio kwenye shida. Yaani ingekuwa na wajibu kiustaarabu, pengine watu wangekuwa wamwataki muda wote, lakini akitoka anakutana na jibu yale majibu ya shortcut kwa sababu yeye mwenyewe kapitia kwenye mazingira ya kuishi kiuni yani au kisela. Yenyewe tunajua hivi. Kwa hiyo na yeye majibu yake ndio yale. Pap, imeisha. Ndio maana 100% kubwa watu wameka. Kwa hiyo mimi niliona pale wana Simba tungekuwa kweli tuko kimoja. Tukingekuwa
kisonono kwenye mioyo yao kwa sababu ya majibu yake, lakini sio kwamba ile kazi ambayo katumwa kule ndani kashindwa kuifanya kwa uweledi na sisi kutoka kutuambia bado anaifanyia kazi ile kazi, lakini shida kubwa majibu yake ndio mawafanya watu muda wote wako na yeye tu. Lakini kwa mimi binafsi najua kabisa Simba shida ni tajiri, kwa sababu kuna mapindi nilikuwa sipo Dar es Salaam, nipo nje ya Dar es Salaam. Mo kashasema kainunua Simba. Mimi kukweli ile siku sikupata hata usingizi. Asubuhi mtu anakuja kujibia eti msemaji ndio kapewa zamana ile, akajibu hivi, kwa nini umtese yule? Kaajiliwa Simba bwana, yule kachaguliwa Simba. Maana yake atakuwa kujibu ni viongozi wa wanachama, atakuwa ajibu lile. Kaja kajibu Emediali, oh sio hivyo, haiko hivyo. Muda mfupi tunamsikia na mwenyewe katweet tena, kwa sababu alikuwa hayupo, alikuwa Dubai huko. Sikuwa na maana hiyo. Sasa umetweet mwenyewe kwamba umenunua Simba, kumbe alikuwa anataka Nyawaya aangalie shoti iko wapi, ili ajue kwamba tuko pamoja naye au tumelala, kwa sababu unajua muda wote watu wa Simba wamelala kwenye kinywa chake Mo. Kwa hiyo chochote atakachokifanya sisi sawa. Kwa hiyo tumwambie bwana, kurukaruka kwa maharage ndio kuiva kwake. Kwa hiyo maharage bwana yashawiva, yani wewe utake usitake maharage yashawiva. Wewe tu kaa kushoto, tupa taulo ili maisha mengine yaendelee. Naamini kabisa kwamba hakuna mwana Simba sasa hizi ukimwambia swala la Mo atakuelewa. Lakini kwa wale ambao wenye uweledi na wanaofuatilia Simba yao toka yeye aingie Simba mpaka sasa, Simba kweli imepanda renki mpaka nafasi ya 5 barani Afrika kutoka nafasi ya 80 nao. No doubt ni ukweli ambao hujafichika. Hata ligi yetu imepanda kwa sababu yake. Kila mtu anajua hiyo. Lakini pia yeye Simba imempandisha chati kutoka alipokuwa mpaka sasa alipo. Kwa pia naye kafaidika na Simba na bado anafaidika na Simba, na kilichoniuma kaanzisha kuzalisha bidhaa kupitia logo yetu bila sisi wana Simba kujua. Hapo ndo pameniuma zaidi, lakini mpaka leo wana Simba wengi hawataki kulijaji. Sisi tulilijaji hilo, lakini bado tukaonekana kama maadui. Lakini kwenye ukweli sasa tulikofika tunasema tuna Simba sasa hizi, Simba ngano tunayo ambaye Jibika izungumzia. Hicho kiroba sisi tunacho nyumbani. Yaani mtu anaochaka hicho kiroba sisi tunaweza tukamletea. Tunacho nyumbani kwa ushahidi, kiroba ambaye kishatumika ngano yake. Mimi mwenyewe nimeshangaa. Hicho kiwanda kiko wapi? Nyinyi mnakijua kiwanda kilipo wana Simba? Ambaye sasa hivi ndio mdhamini wa Simba Queens. Yupo pale. Simba ngano tunayo. Akati kampuni haijaanza, maana yeye anatakuwa azalishe bidhaa zake kupitia logo ya Simba wakati kampuni tayari. Si ndio maana Isa? Sasa Isa bado mgawanyiko bado haupo na Simba wewe hujaingia kwa kampuni. Leo unaanzaje kuzalisha bidhaa zako kupitia logo ya Simba? Mamlaka yako kakupa nani? Sio tuibie mali yetu. Maana tayari Simba alichosema kainunua inaonekana kwa ndani kweli Simba kashainunua. Lakini kwa huku nje sisi hatujui kama Simba kainunua. Sasa kabla sasa hakujafika huko kote, majibu yamepatikana hapa. Kuna waraka kashapeleka kwa CEO kwamba saini ili kila anachoendelea kukitoa kifanyeje, kilipwe, na kila alichotangaza bilioni 87 katumia, na ile bilioni 20 ikiwepo sehemu. Bilioni 20 hiyo umeweka akaunti gani? Hiyo bilioni 20 umeweka akaunti gani? Kwa sababu Simba wanatumia akaunti ya NMB, ndio akaunti yetu ambayo tunalipia sisi ada na kila kitu. Hiyo bilioni 20 nikaweka akaunti gani? Kwa sababu aliitisha press na akasema akaunti na bilioni 20 naitoa na iweka akaunti binafsi. Mchakato ukikamilika naitoa pale na ingiza huku. Leo bilioni 20 inaonekana iko sehemu ya matumizi ya Simba. Simba Company Limited tayari. Kama sio wizi huo. Kwa hiyo mwana Simba yote ambaye atatuchukia sisi aendelee kutuchukia. Mimi binafsi sina kanuni ya kumuogopa mtu. Mimi nitakuheshimu pale unaponiheshimu. Usiponiheshimu mimi napita na wewe. Sababu wapo kwa walikuwa wananichukia, sasa hivi tunasalimiana na tunaongea vizuri. Kwa hiyo mshabiki wa Simba yoyote anaosema kwamba mimi chawa nishapewa hela sijui na Mangungu, nimepewa hela sijui labda na try again, au nimepewa hela na Magoli, basi na wewe nitafute mtu wako ambaye kwenye Simba unaona ana umatemate, na wewe wende akakupe hela. Messi nalipwa, na wewe nitafute mtu unamuona wewe ana umatemate naye akupe hela. Kwa sababu kuna mapindi tuliitisha press hapa. Tulimtetea sana tajiri hapa. Ukumbi huu tulimtetea sana tajiri. Lakini tumemwambia angalia watu wako na waweka, piga chini. Kapiga chini. Karudisha watu wetu wale kule kawachukua kawaleta huku. Baada ya kuwapiga chini wale. Kwa hiyo maana yake bado anatuchanganya sisi, unatoa nguo kichwani unavaa mguu mmoja. Sasa umefanya nini? Ile nguo umeiondoa. Kama ile ina matatizo itoe. Wewe umeoga maji uko safi na sabuni, unaenda kuchukua nguo lako ulilivaa ya kuuzia mkao unalivaa. Sasa unasema kwamba wewe msafi hapa. Si umeendelea kujichafua? Si bora ungalala vile vile. Kwa hiyo Mo anatuchangafikia sio mwema. Haiwezekani wewe tajiri namba 1 Tanzania, namba 12 barani Afrika, ndani ya mechi 4 una alama 1. Singida ana mtu wa kubadilisha mboga tu, yule bosi wa kubadilisha mboga ana alama 4. Azam ana bosi ana alama 6. Watani zetu wana bosi wana alama 5. Sisi tuwenye tajiri namba 1 Tanzania na namba 2 barani Afrika tuna alama 1. Na hiyo moja yenyewe chupu ilikuwa taiza tuna alama hata 1. Hii si aibu hii? Kubwa mno. Tumetolewa na Jwaneng Galaxy, kaandika waraka. Watu waajibishwe hapo Simba. Mapema tena usiku ule. Kwa sababu anajua kule ndo kwenye maisha yake. Leo mechi 4, hakuna waraka,
wala hakuna kitu chochote. Lakini kesho watu wakinjaji atoi yes nyumbani kwake, anatangaza pesa aliyotumia Simba. Sasa sisi tunapiga tena place hapa hapa tulikokuwa tunakutetea, tunakubutua mwenyewe, kwa sababu tumekwambia vunja bodi yako, weka watu wengine. Umeleta watu wale wale ndani ya Simba, maana kwa hujavunja bodi. Wewe umevunja miti tu, umeamua kujenga gorofa, sio kuvunja bodi. Kwa sasa hivi tunapita na wewe mwenyewe, hatukuachi salama. Huu ni muda wa kupita na upande huu, sio kupita na upande wa Simba Sports Club. Tunapinda na upande huu wa tajiri, hatukuachi tena kamwe. Sisi tunapita na wewe mwanzo mwisho. Sasa hivi ulikofikia pesa zako, ikiwezekana kuna watoto wako yatima wanataka kusaidiwa huko, sawa? Wapo kibao watoto yatima, na huko ndo kusema wabaya kupata thawabu zaidi pengine kuliko huko kwenye mpira. Sisi tushatusaidia kama thawabu, Mwenyezi Mungu atakulipa kwa hapo ulipotusaidia kwa muda upa na tosha. Sasa hizi peleka kwa watoto yatima huko, kuna mashule atakuwa kujenga kwenye taifa hili, watu wanataka misaada huko. Peleka pesa zako huko zikawahudumie hao, utapata thawabu zaidi palipofikia hapo, kwa sababu kama jina ushapata. Mohamed Dewji tajiri namba ngapi? Namba 1 Tanzania, ulikuwa namba 1. Mohamed Dewji tajiri namba 12 barani Afrika, lakini mpaka Musepe anakujua vizuri. Gianni Infantino kakupigia saluti, kakupatia Benjamin Mkapa kwenye African Football League, maana yake anakutambua kazi yako. Sasa kama umepata heshima hiyo na utaizi unataka kutuelezeshea madeni tukulipe, basi sio Simba Sports, kwa sababu mpaka sasa wewe ni mfadhili Simba. Wewe sio mwekezaji wa Simba. Uwekezaji Simba bado tunaendesha mfumo wetu kizamani. Hiyo bodi ya wakurugenzi ni bodi hewa, bodi kimvuli ambayo ina watu karibia 200. Hiyo yote maana wewe unawalipa. Kwa hizo pesa unazodai Simba si bilioni ngapi? Hizo ni pesa ambayo unawalipa wafanyakazi wako ambao wanasimamia pesa zako, sio Simba Sports. Na kama kuna kiongozi kasaini ambaye katoka upande wa wanachama kasaini pesa hizo, huyo sasa tutadili nazo na pesa atalipa yeye na familia yake, sio Simba Sports. Mimi nipo hapo, mimi ni mwanachama hai wa Simba. Kama hizo pesa umesaini unazodai, ambaye wapo ambao wamesaini, basi hizo pesa kama kasaini mtu ambaye kachaguliwa na wanachama, pesa hizo basi ajiandae yeye na familia yake kwenda kulipa. Ila Simba Sports Club hailipi hata senti 5 kwenye pesa hizo ambazo unazodai. Simba tabaki kuwa salama na wewe binafsi utabaki kuenjoy na Simba na pesa ambayo umezipata Simba na faida ambayo umeipata Simba. Lakini swala la madeni Simba sahau. Mwenzako Manje alidai bilioni 11. Watu wakamwambia lete nyaraka hiyo ambayo tumesainiana na wewe kudai bilioni 11 tukulipe. Manje mpaka anaondoka duniani tunavyosema saizi hayupo. Tunamtakia kila laheri huko alipo. Hiyo nyaraka hajawasilisha klabuni. Watu kule wamwambia alete tu, tuoneshe tuko sainiana tukulipe. Hakupeleka. Sasa na wewe kama hizo nyaraka zipo, umesainiana na viongozi hao upande wa wanachama, awe Mumtaza Mangungu, awe mjumbe wa bodi ya Shabalaka, awe Isa Masudi, awe Selemani Yarubu, au kama wapo hapo umesainiana nao, basi wao wajiandae, hizo pesa watalipa na familia yao, sio Simba. Kwa sababu sisi hatujawapa zamana wakauze Simba. Zamana tukawekeze, lakini kuwekeza kwenyewe inaonekana katiba ilivyopindishwa kwamba inamfavor yeye, na sisi ndio maana tumemwambia Mangungu, nenda hakikisha katiba hii inarudi upande wetu. Sasa inaonekana Mo kashashindwa, katiba rudi upande wetu, anaanza kuzira sasa, kususa na kutengeneza mabomu na kuweka machawa nje ili kutupigisha shoti tuendelea kufungwa, afu katulia kimya. Wewe Simba inacheza finali haupo. Simba inacheza imecheza Morocco ulikuwepo. Lakini timu inaenda Zanzibar, unasema mimi matukio yalotokea Morocco sijayapenda, Zanzibar siendi. Unamsusia nani? Mtoto wa kwako kashakuwa chizi. Unamsusia nani? Unamsusia jirani wa kwako. Jirani sasa anaendelea kumpa matakataka yale. Kwani wake yule? Kwa hiyo kama mtoto ni chizi ni wa kwako, nenda kamshuhudie. Haupo kabisa. Alafu unasema kwamba wewe unaitakia mema Simba. Kwa hiyo baada ya press ile ya kukua wewe hapa inakupamba vunja bodi, ukatuona sisi kama namna gani, ukatuelewa, ukavunja bodi, ukaweka tena watu wa Simba. Sasa hivi sasa tunakukanyaga sasa. Sio kuvunja bodi. Sasa hizi beba vilago vako, nenda kaishi Dubai, pesa zako, kajenge mashule, kahudumie watoto yatima. Mimi nimemaliza.